Ndugu viongozi na washiriki wote, bima ya afya kwa wote ni mfumo ambao unamhakikishia kila mwananchi anapata huduma bora za afya bila kutaabika kifedha wakati anapohitaji huduma hizo. Mkoa wa Singida unatarajia kuanza utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote iliyopitishwa na Bunge mwaka 2023 na kuanza kutekelezwa tarehe 16 Agosti 2024 kwa baadhi ya vifungu. Sheria hii inatarajia kuanza kutekelezwa kwa majaribio kwa baadhi ya makundi maalum yasiyokuwa na uwezo, yakiwemo ya wazee, watoto, wanawake wajawazito na watu wenye ulemavu ifikapo Januari 2026, na hasa wale wanaopata uwezeshwaji toka TASAF. Mkoa wetu wa Singida unawanufaika takriban 45,960 wa TASAF ambao takriban 50% wanatarajiwa kulipiwa na serikali kama majaribio kwa gharama ya shilingi 150,000 kwa mwaka kwa kila kaya. Na baada ya kikao hiki, kwa pamoja tutaweka maazimio ili twende tukahamasishe na kutoa elimu kwa wananchi wote juu ya umuhimu wa kujiandikisha na kujiunga na bima ya afya. Niwatake waganga wafawidhi kwenda kuhakikisha kuwa vituo vyenu vinakuwa na bidhaa zote muhimu ikiwemo dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Mkaimarishe ubora wa huduma kwa wateja, customer care. Mtu akilipa 150,000, 150,000 sio masiara kwa mwananchi wa kawaida. Anategemea ile sentensi inayosema mteja ni nani? Ni mfalme. Anatakiwa atekelezewe haki zake za msingi. Ile business as usual tuachane nayo kabisa. Hii itatusaidia nini? Kwanza, inawahamasisha wale ambao hawajajiunga waone umuhimu wa kujiunga, lakini wale ambao wamejiunga wasijutie kujiunga kwao kwa kutoa fedha zao. Kwa hiyo tuanze kuboresha huduma sasa. Waganga wakuu, hili ni swala letu. Sasa hivi tunatengeneza njia ili tupokee hii bima ya afya kwa wote. Ukitengeneza njia ni maandalizi makubwa. Maandalizi yenyewe ni pamoja na tubadilike kabisa kwenye utoaji wetu wa huduma. Mtu anaenda pale anasubiri kituo kiwe na nuru, kiwe na welcoming environment. Kwa hiyo twendeni tukabadilike. Masuala ya kusema dawa hakuna, hiyo sentensi inakwenda kuua bima ya afya kwa wote. Isiwepo mahali popote. Sisi ni wataalamu, tusikrem mambo ili mradi tu mteja asitoke pale bila huduma. Nielekeze timu za usimamizi na za uendeshaji wa huduma za afya kuendelea kusimamia kikamilifu utoaji wa huduma ili kila mwananchi apate huduma stahiki. Tukasimamie kuanzia usafi. Njoo pale kama mgonjwa, fanya trial, uone wagonjwa wanavyokuwa treated. Pandikiza wanakijiji wakupe mrejesho ili uone ni wapi pa kurekebisha, na kitakachoshawishi sana ni huduma yako. Kama ulikuwa na tabia ya kulewa, unakuja pale umelewa, unajua vile mganga wetu waga ni mlevi. Achana hiyo biashara. Halmashauri zihakikishe zinazingatia miongozo ya manunuzi ya dawa na vifaa tiba kwa kila chanzo cha fedha. Kwanza tutekeleze haya maagizo ili zile bidhaa zote muhimu ziweze kupatikana. Lakini baada ya kutoa hayo maelekezo muhimu, tuje tufikirie masuala ya kumotisha wale watumishi wetu. Kikao chetu hiki ni muhimu sana. Tutapeana taarifa na maelekezo kuhusu uanzishwaji wa bima ya afya, lakini pia tutapeana taarifa ya ufupi ya tathmini ya utoaji wa huduma za afya ngazi ya mkoa, ili zile changamoto ambazo tunaziona basi kwa pamoja tuweze kuzipangia maelekezo na maazimio tukazifanyie kazi, ili kuhakikisha kila mtu anakuwa na fursa ya kutibiwa katika nchi yake. Lakini kingine nisisitize ishu ya mavazi. Tujitahidi sana, kama tulivyosema, tunaenda kuboresha customer care, huduma kwa wateja. Ni pamoja na unadhifu wetu, ni pamoja na maelekezo na mavazi ambayo tunatakiwa kuvaa kama watumishi wa umma. Kwa hiyo niwaombe hapa huko DMOs kalisimamie hili ili watumishi wetu waweze kweli kuportray utumishi wa umma unaotakiwa. Lakini kingine ni kuhusu maadili. Tuendelee kusimamiana kuhakikisha kila mtumishi anafanya kazi kwa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Kumekuwa na malalamiko ya hapa na pale, mtumishi akatoa lugha mbaya, huyu sijui kafanya nini. Hivi vitu kwa kweli havistahili na havitakiwi.
Kwa hiyo kwa ujumla maazimio wote tumeyapokea, nadhani tunaenda kuyatekeleza vizuri tena kwa kasi kubwa. Mimi niseme kwamba waganga wafariji wote kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, na sisi pia kwa niaba yao kama wakuu wa halmashauri tunapokea maelekezo yote ambayo wametoa ndugu mgeni rasmi, tutayafanyia kazi. Ninaamini hii ni hasa katika serikali yetu ambayo imeingia madarakani, kwa maana ya kwamba ndani ya siku 100 pia tuweze kutekeleza yale ambayo yanatolewa maelekezo. Kwa hiyo ninaamini wote tutalifanyia kazi, tutasimamia, na hata yale maelekezo yote yaliyowekwa mifumo, ninaamini ndani ya muda mfupi tutatekeleza. Kama atakuwa anatumia mfumo wa results na DPP na halmashauri nyingi zimeshaunga. Kwa wananchi wasio na uwezo, cha kwanza ni mamlaka za utambuzi zinatumika kuwatambua. Moja wa wajibu wetu ni kwenda kutambua hawa wanufaika wa bima ya afya, hasa kwa wale ambao hawajiwezi, lakini pia kuanzishwa kwa mfuko wa kuwagharamikia kwa huduma za msingi, magonjwa sugu na huduma za dharura. Wanufaika wa mfuko huu wa bima ya afya wote inachukua watu 6, mchangiaji mwenyewe, lakini kuna mwenza, alafu kuna wategemezi wasiozidi 4. Anaweza kawa ndugu wa damu, anaweza kawa ni mtoto wa kumzaa mwenyewe, anaweza kawa ni mtoto wa kuasi au mtoto wa kamabo. Utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Sheria hii inatarajia kuanza kutekelezwa kwa majaribio kwa baadhi ya makundi maalum yasiyo na uwezo, yakiwemo wazee, watoto, wanawake wajawazito na watu wenye ulemavu. Kukamilika kwa kitita cha mafao chenye huduma 372. Vigezo vya uandaaji kitita hiki ilikuwa ni malengo ya kisera. Malengo ya kisera ni kama vile kupunguza vifo vya mama na mtoto, lakini kwa swala la uwiano